Oyone gai otahingagĩrĩrio ciĩranĩro ciake nĩ na ayuaga ndaceragĩrwo ndatĩraga tiga gũthenũka itũra Ngai oiga nĩwe nũngĩrũgama kararanie narĩo Ngai oigĩte nĩguo ũguo nĩguo wakuga tiguo. God is good and all the time. God is good and that is his nature. Ngai akuiguĩre tha Mungu akurehemu nĩ tondũ wa ũhoti wake. kwa ajili ya uwezo wake. Tha cia kĩgongona irogũtambũrũkĩra. Rehema za Bwana za madhabahu zikakufikie. Basi kwa wageni wote Yes. niwakaribisha hapa, tunaitwa CRJ. Amen. Na zaidi yote tunapenda Mungu. Amen. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuhudhuria kwa ibada zetu, Yes. ujisikie ukiwa nyumbani. Amen. Wanaotutazama upande wa YouTube, Yes. wanaotutazama wakiwa ng'ambo, unayenitazama ukiwa kwa gari yako, Amen. ukiwa hospitalini ama mahara pengine yoyote. Majina yangu ni Bishop Samuel Buru. Amen. Kumbuka tunakuletea ibada hii kutoka hapa Kayole Junction, Yes. Maguna Supermarket. Kwa sababu ya maelekezo zaidi utapata namba inapita pale chini ya runinga yako. Na kwa sababu haujazoea kila wakati kutuona tukiwa tumevaa mavazi kama haya, Yes. ni vizuri basi tukufahamishe ibada ya leo. Tuko na ibada ya wazaliwa wa kwanza. Amen. Na upande wa ibada ya wakfu Yes. ndio inaitwa dedication. Amen. Si Bwana wabariki na watende mambo mazuri. Amina. Nitukuhoya riu. Tutaomba sasa. Mwathani thiini wa ritwa itheru ria Jesu. Amen. Nitwagucokeria ngatho Ngai waria mari muoyo. Amen. Nĩ tondũ wa wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku Ngai wa matu-inĩ. Yes. Ndiũkĩte ndĩrĩ wiki gatũrũme ka Ngai. Oh yes. Rĩu twĩna ngombo cia Arawi mũthamaki wa matu-inĩ ona thĩnjĩri. Amen. Ona kanitha waku na nĩkĩo marauga ameni ithe wa muoyo. Yes. Ndambararia moko makwa na igũrũ nĩgetha tũgũthathaiye. Yes. Na nĩgetha tũgũcokeria ngatho ona tũgũkumia mũno. Yes. Nĩwe warĩ kuo, nĩwe wĩ kuo na ũgũtũra tene nginya tene. Amen. We ũtagarũrũkaga, we ũtacenjagia. Yes. We mũrĩithi mwĩhokeku ũtarĩ wa mũcara. Amen. Nĩndakũnyita ũgeni Ngai warĩa marĩ muoyo. Yes. Ũkawĩtĩkĩre gũtũthambia na ũtũtherie. Amen. Ona ũtũrekere mehia na mahĩtia Ngai wa matu-inĩ. Yes. Ithuĩ athĩnjĩri Ngai warĩa marĩ muoyo. Amen. Hamwe athuri, atumia, anake na airĩtu. Yes. Ona ciana cia ngenge Imanueli. Amen. Nĩ wĩhia witũ, nĩ wĩhia witũ, Yes. nĩ wĩhia witũ mũnene ma. Amen. Wĩhia wothe mũnene ona ũrĩa mũnini. Yes. Ĩtĩkĩra gũtũtheria Ngai warĩa marĩ muoyo. Amen. Na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke kũrĩ we. Yes. Nĩtwakũnyita ũgeni Ngai wa matu-inĩ. Amen. Nĩ tondũ kũrĩa guothe we ũthiaga Yes. ũtigaga weka wega. Amen. Ndeta na igũrũ rĩa mbere, Amen. ndeta na igũrũ rĩa kerĩ, Amen. ndeta na igũrũ rĩa gatatũ, Amen. ndeta na igũrũ rĩa mbere, ndeta na igũrũ rĩa kerĩ, ndeta na igũrũ rĩa gatatũ. Rĩu hinya wa Ngai nĩ wambie kũharũrũka, hinya wa Ngai wambie kũharũrũka, hinya wa Jehova wambie kũharũrũka, ũhoti waku Ngai wambie kũharũrũka, ũkaru waku Ngai wambie kũharũrũka, araika na theru othe maharũrũke, 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 maharũrũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa wĩhokeku wa tha ciaku. Nenie Samueli ngombo yaku. Amen. Ndaringaringa itu rĩa mbere hingũrĩrwo nĩwe. Yes. Itu rĩa kerĩ awa mũthingu hingũrĩrwo nĩwe. Itu rĩa gatatũ woia wakwa hingũrĩrwo nĩwe. Nĩndagũthaitha mũthamaki, harũrũka baba, harũrũka ithe witũ, harũrũka Mesia, harũrũka Jehova, harũrũka Mwathani, ũka Jehova Ngai baba ĩtĩkĩra gũka. Na nĩgetha mũthamaki wa matu-inĩ ũtuohore, ũtũkinyĩria wega na wĩhokeku waku. Mũthenya wa mũthĩ ũranjĩrire nĩ ũgũka na nĩ ũkuohora wothe ũtũrĩte arĩ muohe, na ũrĩa wothe warumirwo nĩ ũgwĩtĩkĩra kũmũrathima. Ngai wa arĩa marĩ muoyo hamwe na arĩa marĩ kũraya ona arĩa marĩ njĩra-inĩ, tũiga wendo mũbango-inĩ waku. Gĩthamake ithe wa muoyo, ũtũhe kĩambĩrĩria, gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro. Wothe mũrwaru ũmũhonie, ũrĩa werirwo ndakona wega nĩ ekuona wega, ũrĩa wagekirwo nĩ ekũrathimĩka. Nĩ tondũ wa wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru, nĩkĩo twahoya na tũcokia ngatho. Jehova nĩ ndamũra maĩ maya rita rĩa kerĩ.
Ndamatua mai matheru ma kirathimo. Amina. Riu kigongona girotherio niwe. Amen. Thiini wa Kristo Jesu. Amina. Kigongona. Yes. Kigongona. Amina. Girotherio niwe awa muthingu. Amina. Ni tondu wa wihokeku waku. Amen. Toguo tu muthamaki wa theru. Yes. Ndatheria ngombo ici ciaku Ngai. Amen. Na undu wa mai maya. Yes. Ma kirathimo. Amina. Na matheria muthinjiri. Amina. Na undu wa mai maya. Amina. Ma kirathimo. Amen. Ni ndamatheria muthamaki. Yes. Na undu wa mai Amen. maya ma kirathimo. Oh yes. Thiini wa ritwa itheruria Jesu ndatherithia uvumba uyu na ubani. Amen. Ugithi gutabani gongona riri itha wa matuini. Amen. Ni twahoya gutherio niwe. Amen. Thiini wa Kristo In Jesu. the name of Jesus. Kumpatia Bwana sadaka mzuri ya makofi, shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Turorathimwo ni Ngai. Tubarikiwe na Mungu. Na wihokeku wa tha ciake urotukinyirira. Na uaminifu wa rehema zake utufikie. Muthenya wa muthi ni ibada nene muno. Siku ya leo ni ibada kubwa sana. Ire ithuritwo wendo mubango-ine wa Ngai. Iliyoteuliwa na kupangwa na mpango wa Mungu. Na nikabatawe Ngai akuhete kuguuririo. Na heri wewe ambaye Mungu amekupatia ufunuo. Na agakuhe rutha rwa gukinyithia maguru maku thiini wa nyumba ino. Na akakuruhusu miguu yako ikanyagishe mahali hapa. Tondu ni ugutaranirio na aria akure na makaiguirwo tha na makarathimwo ni Ngai. Kwa kuwa utahesabiwa na watu waliokombolewa na waliobarikiwa na Mungu. Twina ibada igiri. Tuna ibada mbili. Na ciothe roho wa Ngai ni agututeithia. Na yote roho wa Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko maugaga gutire gaturumo ka ona kande mwere kugataga kinyanira. Maandiko yanasema hakuna neno hata moja ambalo halitatimia. Wakati mwingine wa Kristiano wamechanganyikiwa. Amen. Maana wengine wanafuata kitabu cha kale. Yes. Na wengine wanafuata kitabu cha sasa hivi. Yes. Kule marafuata kirikaniro gikuru. Kuna watu wanaangalia agano la kale. Old Testament. Yes. Na makafuata New Testament. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na uhoro ucio wothe Ngai autwite kindu kimwe. Lakini katika ile neno lote Bwana alifanya moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na umothe ni kwenda gukuruta dakika nini. Leo nataka nikufunze kwa dakika chache. Kila wakati mwingine kinazuilia watu hatima zao zikoze kutimia. Oh yes. Hata wakiwa wameitwa na Mungu. Na Mungu akiwa na kusudi jema na maisha yao. Yes. Wakati mwingine wazazi wetu walituzuilia. Amen. Bila wao kujua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yes, walituzuilia. Maana wakati mwingine walipofanikiwa kupata sisi. Yes. Hawakutupeleka kutuunganisha na madhabahu. Yes. Hiyo unapata ya kwamba ni kweli tulizaliwa tukiwa na neema ya kipekee. Amen. Lakini kwa madhabahu bado hatujazaliwa. Yes. Madhabahu bado hayajatujua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Amina. Alitabiriwa na manabii wa kwanza akiwa Isaya. Amina. Anasema kwamba kuna mtu basi anakuja kuzaliwa. Yes. Na ndani yake kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Amen. Lakini Yesu hata akiwa Yes. mwana wa Mungu. Amen. Pamoja na wazazi wake. Yes. Walifuata sheria zote za nabii Musa. Amina.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wameokoka na utapata wakiwa wa kwanza wa kupinga ibada ya dedication. Yes. Lakini wanasema yote ilikwisha pale kwa Kalvari. Na hapa tutaona ya kwamba mwana wa Mungu akipelekwa kwa kanisa, yes, na anafanyiwa ibada ya wakfu. Yes. Kitabu ni ya Luka 2 mstari wa 21. Maandiko inasema hata zilipotimia siku 8 za kutahiriwa. Zilipotimia siku 8 za kutahiriwa. Amen. Aliitwa jina lake Yesu. Aliitwa jina lake Yesu. Kama yalivyotoa na malaika kabla ya kuchukuliwa mimba. Mstari wa 22. Hebu kwanza fikisha hapo. Kabla Yesu azaliwe, alikuja akapata Torati la mtumishi Musa. Amen. Lakini Yesu hakuzaliwa akuje kuleta maagano yake. Yes. Alikuja akapata tayari aliyetangulia mbele yake. Amen. Nabii jina lake Musa. Yes. Aliweka sheria. Amen. Na akasema ya kwamba hizi sheria, yes, lazima zifuatiliwe. Amina. Na hapa ndio tunaona hata mwana wa Mungu, yes, akiwa tayari amezaliwa, akiwa amevuatwa na nyota, yes, na hata sauti imesema, si mwingine mnangojea, yes, ile tayari aliyezaliwa ni mwana wa Mungu. Amen. Wazazi wake pamoja na mwana wa Mungu hata akiwa mdogo, yes, waliposoma Torati na sheria ya Musa, wakapata watoto wote wanapaswa kutahiriwa. Amen. Na siku 8. Hata akiwa mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kwanza akatii, lazima agenyenyekea, lazima akajinyenyekesha ili akuje kufanyika. Amen. Kile kiliwekwa mbele yake. Amina. Hata akiwa mwana wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata akiwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Amen. Aha. Mstari ni wa 22. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo Torati ya Musa. Kama ilivyo Torati ya Musa. Torati ya Musa. Yes. Walikwenda hata Yerusalemu. Walikwenda Yerusalemu. Amen. Maana tayari katoto kamefikisha umri wa kudediketiwa. Yani kanapaswa kapokelewe kwa madhabahu ya Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndiposa ibada ya leo tuko na ibada ya dedication. Maana kama wazazi wetu hawakuweza kutupeleka, sisi ndio tunajipeleka. Lazima majina yetu yakaandikwe upya. Lazima leo madhabahu yakatupokee. Amina. Na kutufahamu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha. Mstari wa 23. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba na mamaye na aitwaye mtakatifu kwa Bwana. 24. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa. Wakatoe na sadaka kama ilivyonena. Mungu habadiliki. Yes. Alivyokuwa jana, alivyokuwa leo, na hivyo ndivyo atakuwa hata milele na milele. Ila watu wa siku hizi wanambatiza Mungu, wanamhubiria Mungu, wanambatiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu watu sasa waandike Biblia yao. Yes. Sisi tunasoma vile kumeandikwa. Amen. Continue. Mstari ni wa 24. Watoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana. Kumbe hata Yesu anajua hakuna ibada bila sadaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ibada bila sacrifice, bila sadaka, na ibada yoyote bila sadaka hamuna. Halo. Yusufu hakupeleka maombi mengi kwa madhabahu. Hakupeleka dimi na nyimbo za maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila kwa sasa kuna watu wameokoka, wanahubiria Mungu. Pale Mungu anaitisha Biblia,
wanataka wahubirie Mungu Yes. mpaka Mungu aitishe Yes. kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wako na sababu za kusimamisha mbele ya Mungu. Yes. Lakini Yesu hata akiwa Amen. mwana wa Mungu. Yes. Hapa tunaona wazazi wake mavieta mafuti. Wakaenda kibarua. Sijui kama ni kulima. Sijui kama ni kuvua nguo. Yes. Watafuta sadaka Amen. ya kupeleka Yesu mwana wa Mungu Yes. kwa madhabahu. Amen. Bado kuna kitu hujashika. Hebu tuangalia Yusufu. Yes. Akitafuta sadaka ya kupeleka mwana wa Mungu Amen. kwa madhabahu. Amina. Lakini hajakwenda ingia kwa madhabahu Yes. na nyimbo za kiroho. Hapa tuelewane. Hajapeleka mwana wa Mungu kwa madhabahu kwa maombi mengi. Kodona mazako mwambie pale ni sadaka inahitajika. Pale ni sadaka yahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa hatujui mama yake na baba yake Yes. walipata sadaka kupitia wapi. Mimi sijui kama ni borea walipanda ama walibeba, lakini ukweli ndio huu. Yes. Kama mwana wa Mungu anapelekwa, Amen. lazima hayo amefuatwa nyuma na nini? Sadaka. Na sadaka. Afuatwa nyuma na nini? Na sadaka. Inasema katika sheria ya Bwana huwa wawili. Na hapo tuulizane, kwa nini Yusufu angesema Mungu anaangalia roho? Hii sikuingie. Kwa nini hawangesema ya kwamba Mungu anaangalia roho? Leo hatuna, lakini ukweli ni ya kwamba Yes. Mungu hakurangi pesa. Yes. Hata Mungu hanaga haja na sadaka. Yes. Sasa waende kwa mioyo mikunjufu na kunyenyekea, wakisema reka paenda rabasae. Hapana. Hata akiwa ni mwana wa Mungu, hata akiwa ni mtoto wa kuhani, hata akiwa yeye ni nabii, akwende kwa nyumba ya Mungu. Amina. Akifuatwa Na sadaka. na sadaka. Huwa wawili au makinda wajiwa wawili. Apeleke huwa Wawili. ama makinda Wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu anitazame. Hapa maandiko inasema ibada gapi? 2. Ibada ya kwanza wapeleke huwa. Sema amen. Amen. Huwa maana yake ni kitu inaitwa pigeon. Yes. Na wale watu wanajua, nataka upige picha uangalie Yusufu Yes. na mke wake. Wakiwinda nini? Njiwa. Wakiwinda pigeon, waitafute. Maana dirahoge uwa wakati mwingine haifungwi. Yes. Sema amina. Amen. Huyo ni ndege wa msituni. Amen. Wamuwinde, kama ni kutoa pesa, Yes. wapeane pesa awindwe. Amen. Hapo Mungu hakuwaambia walete kondoo, maana Mungu alijua kondoo wataipata kwa upesi. Walitishwa nini? Huwa. Huabiri ama Kinda wawili. kinda wawili wajiwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu hakuwa na mtoto mwingine. Hivyo huwa alitoa wapi? Jiwa alitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake ibada yoyote haina gharama. Kwa Mungu ni bure. Sijui kama utaelewana, ibada yoyote bila gharama Yes. kwa Mungu ni bure. Yes. Hata kama wakati huo Amen. jiwa inauzwa shilingi 2, lazima atafute kwa wale watu wanafunga. Yes. Na je, na wale sasa wanaitwa pigeon watawindwa na nani? Watapatikana wapi? Na hapa Mungu hahitaji pesa. Hapa ndio unaona hata tajiri akitoa jasho. Yes. Pesa ako nazo lakini hana pigeon. Atatafuta wapi? Yesu asifiwe. Amen. Alafu akitafuta wale vijana wakumtafutia, wanamwambia unajua hizo vitu. Yes. Hizo vitu hazipatikani hivyo. Lazima utupatie wiki moja, na hiyo wiki moja lazima ulipe vizuri. Amen. Ulipe Vizuri. lakini kwa sababu ako na pesa na hana pigeon, Yes. inabidi alipe nini? Vizuri. Alipe vijana watafuta nini? Pigeon. Maana najaribu kusema hivi, hakuna ibada inapaswa kusimama pasipo na gharama na sadaka yako kwake. Oh yes. Ila wengi tumeokoka kiwango tunahubiria Mungu. Hii nasikia kurudia. Yes. Tumeokoka kiwango tunataka kuhubiria Mungu. Yes. Pale Mungu anaitisha sadaka. Yes. Sema amina. Amen. Wengi wanasema Mungu hadai sadaka. Mungu anasema twende kwake kwa mioyo. Kwa mioyo iliyo misafi. Yes.
Sasa utaenda ungoe moyo upatie kuhani? Bana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wengine todo wako urera ihotori. Na wengine kwa ajili ya kukimbia kwa ajili ya haki. Wanaanza kupiga injili ya kweli. Badala sema hana, wewe sema hauna, wacha kuinukia ibada za Mungu. Halo? Amen. Kuna watu wengine sana ni wachoyo mpaka mbele ya Mungu. Yes. Hivi akijua hapendi kutoa sadaka, Yes. ataanza kuwabukisha wengine kuwaambia Mungu hahitaji sadaka. Yes. Biguni hakuna supermarket na hakuna wafanyikazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo? Hello. Hivi anaambia wengine hata kama hauna sadaka, wewe nenda kwa Mungu na maombi mengi. Yes. Wewe nenda tu upige vyoke garagaraga. Ikifika ni ibada wa ibada na sivyo wewe ruka kama Masai. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo mtu kile kinafanya atuone vizuri ni kwa sababu ya hii stima. Yes. Stima hatukwenda kuwekelea manager wa kampuni ya nini? Ya Kenya Power. Ya Kenya Power. Yes. Tuweke dimi baka za Kiindia. Yes. Ili mita ya kwetu ijue Yes. mimi ni mita wa kilabu, mimi ni wa kanisa, na mita wa kanisa sifai kuhesabu. Eh. Kwanza ya kanisa inahesabu kuliko ya kilabu. Kabisa. Yes. Hapo ndio maneno litimia, Kaisari apate haki yake na Mungu apate haki yake. Amen. Aha. Pale 25 inasema, na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni. Naye ni mtu mwenye haki. Ebu itazame kwa njia nyingine. Wewe unapopuuza hii ibada ya dedication, Yes. ebu tuangalie umuhimu wake. Ebu tuangalie umuhimu wa ibada ya wakfu. Yes. Yani mtu amezeeka, amefika kiwango cha kukufa. Yes. Lakini Mungu anamwambia hautakufa mpaka wakati utampokea Yesu mwana wa Mungu kwa madhabahu. Mpaka wakati utamutolea ibada ya wakfu. Wakfu. Mtu ambaye anapaswa kuwa amekufa, Mungu anamwambia tulia. Tulia bado. Ni wakati kako na miaka 2. Ni wakati ako na mimba ya miezi 6. Yes. Wewe tulia mpaka kazaliwe. Na huyo mzee jina lake Simeoni anazunguka. Yes. Mungu anamwambia kwamba mimi sijakuongezea miaka ulime. Hapana, usiende kupanda zabibu. Kile kimefanya ni kuongezea miaka. Yes. Maana kuna mtu mmoja lazima atolewe ibada ya wakfu. Amen. Sasa angalia ibada ya wakfu. Yes. Inasimamisha mpaka kufariki kwa mtu. Amen. Yaani mtu asipumzike. Amina. Baka adedicate mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Alafu uone mtu anapuuza Yes. ibada ya wakfu. Oh yes. Tulizane swali. Tulizane swali. Maana yake hakukuwa na makuhani wengine. Walikuwa. Kwa nini Mungu amechagua Simeoni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kizuri na cha dhamana Yes. kama Mungu amekuleta hapa na niwe mimi ndio niko na ufunguo wako. Oh yes. Lazima utafungukiwa. Amina. Kama haujafika hapa, bahati mbaya. Amen. Kama haunitazami ukiwa bali, kibahati mbaya. Yes. Kama Mungu amenipatia funguo wako, milango yote lazima itatii na ni lazima itafunguka. Kama nimebeba hatima yako, kama niko na nyota yako, sirudi nayo nyumbani. Leo lazima uipokee. Kumbe sio watu wote wako na funguo zetu. Kweli. Maana yake Yesu angededicatiwa na wengine, ibada yake haingekuwa imekuwa rifa. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Oh yes. Huyu mzee anangojea nani? Nangojea Ngoja mwana wa Kristo. Mungu. Halo? Amen. Halo. Na sio mwana wa Mungu aletwe na kwaya, Hapana. aletwe na sadaka Yes. kama Torati ya Musa ilivyoagiza. Yes. Sio kwa sababu ni mwana wa Mungu aletwe na kikundi ya praise and worship. Yes. Afuate nini? Afuate sheria. Sheria. Afuate Sheria. huyu mzee anatamani kufariki. Yes. Anatamani kupumzika. Mungu anamwambia hapana. Bado. Maana kuna kitu Mungu alijua. Yesu hata akiwa amezaliwa, Yes. akiwa mwana wa Mungu, kama hangetolewa ibada ya wakfu, Yes. angekamatwa akiwa miaka 3 na waganga. Kabisa. Wagemura nyama. Wagemura Nyama. kila kilisaidia mwana wa Mungu atoboe Yes. na afike kwenye hatima na destiny. Yes. Ni ibada
ya wakfu. ya wakfu. Amen. Maana kama vile nilifundisha watu, ibada ya wakfu Yes. inakuwa kama gao. Amen. Na ujue kila nyota ilivyo kubwa, Yes. hivyo ndivyo iko na maadui wengi na wakubwa. Oh yes. Ndiposa Farao anasema natamani nifike nikapeana zawadi za kwangu. Yes. Sema amina. Amen. Sijui kama hii picha kwako inatoka. Watu sio manabii. Yes. Sikia, watu sio manabii. Lakini kwa sababu ya Mungu kujali mwana wake, Amen. inabidi baka Mungu anenee. Yes. Wale walikuwa na msirudie kwa hiyo barabara. Yes. Unaona hiyo mambo Farao msiende kumwambia kitu, mpitie njia nyingine. Watu sio manabii, lakini inabidi sauti ya Mungu ifike Yes. kwao. Yes. Ili mwana wa Mungu walindwe, apate nafasi Yes. ya kutokea. Watu wengi wamejaa majiraha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana kwao hakuna chochote kina Walinda. Wengi mioyo yao inafunja damu na Yes. machozi. Wengi katika maisha yao imefanyika kiwete. Maisha yao imejaa ulemavu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana hawakupelekwa kwa kuhani, hawakupelekwa kwa madhabahu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wengine wako hapa na bado wako na watoto wao na bado hawajapeleka watoto wao kwa madhabahu. Yes. Sema amina. Amen. Amina. Itakaposikika Nairobi kuna mtu mmoja ametumwa devil worshiper, abibi ya kwamba atafute damu ya watoto ambao hawajafikisha umri mgani, baka mahali fulani. Yes. Ni kitu kigani kitazuilia mtoto wako asinaswe? Kigani kitazuilia mtoto wako asikamatwe? Wakfu. Madhabahu gani basi itakuwa inamtetea? Wakienda kukuja wanapata tayari amezungukiwa na moto. Amezingirwa. Wanasema ai, usiguze huyo. Yes. Maana tayari Amezingirwa. hata damu yake ni kali. Yes. Haiwezi ikapokelewa kwa Illuminati. Yes. Maana tayari amefanyiwa ibada ya wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mwana wa Mungu anadediketiwa. Yes. Tikiza mwenzako muulize, je, wewe? Je, wewe Wewe. Ndio muulize kama mwana wa Mungu anadediketiwa, kama mwana wa Mungu anajidhikitia, kwa nini wewe uachwe nje? Ona wewe Amina. watu nje. Aha. Maandiko inasema, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, Akitarajia faraja. ya Israeli. Aha. Na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Yes. Mstari ni wa 26. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti. Hataona Mauti. Ameonywa. Aha. Unajua hapa kuna watu wametoka mbali sana na wameharakishwa na Roho wa Mungu. Yes. Maana Mungu alijua mimi ndani yangu ndio mimi niko na hatima zao. Yes. Kuna watu zaidi ya 18 walituona upande wa TikTok. Hata Yes. wengi hawayuko hapa Kenya. Wametuma sadaka zao na picha za watoto wao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana walisema tutatumia nafasi Oh, yes. vizuri. Amen. Anaonywa na hata uzeeke. Yes. Hautaramba mauti. Oh yes. Baka wakati utafungua mwana wa Mungu. Amen. Aha. Maandiko inasema, hutaona mauti kabla kumuona Kristo Bwana. Aha. Pale 27. Basi akaja hekaluni, Akaja hekaluni, ameongozwa na Roho, ameongozwa na Roho. na walezi wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Kama ilivyokuwa Desturi ya sheria. ya sheria. Yes. Aha. Mstari ni wa 28. Aha. Yeye mwenyewe alipokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu Akamshukuru Mungu akisema, akisema, sasa Bwana, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa imani, kwa imani, kwa amani, kwa amani, kama ulivyosema. kama ulivyosema. Mstari ni wa 30. Aha. Kwa kuwa macho yangu Kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu. yameuona wokovu. 31. Aha. Uwaweke tayari machoni pa watu wote Aha. nuru ya kuwa mwangaza mtakatifu na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Mstari ni wa 33. Yes. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastajabia hayo yaliyonenwa juu yake. 34. Simeoni akawabariki, akawaambia Miriamu mama yake, tazama huyu
amewekwa kuwa kuangaza kuanguka Sasa sikia. na kuinuka. Sikiza sasa. Ni wakati kuhani anawabariki, anabariki mtoto. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama umewahi jua wakati mtoto amezaliwa akiwa mchanga, vile ako na maadui wengi, vile wengine wananena, wanambadika majina ya laana na kukuja kumzuilia. Haya maneno yanaondolewa na nani? Yanaondolewa na kuhani. Oh yes. Anaposema kuanzia leo, Amen. huyo mtoto ametolewa ibada ya wakfu. Amina. Asifuatwe na majini. Yes. Asifuatwe na magonjwa. Amina. Asifuatwe na madhabahu ya nia. Asifuatwe na madhabahu ya ukoo. Kuanzia leo nimemdedicate. Maandiko inasema akawabariki. Amen. Aha. Mstari ni wa 34 nitarudia. Simeoni akawabariki, akawaambia Miriamu mama yake, tazama huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli. Amewekwa nini? Kuinuka. Kuanguka na kuinuka. Hivyo hata akianguka bado Yes. atainuka. Atainuka. hii ndio faida ingine ya mtu aliye Yes. wekwa wakfu. Hata akianguka Ataamuka. ataamuka tena. Amen. Hata akianguka chini Yes. kuna nafasi ya pili, Atasimama kuinuka tena. atasimama Tena. tena. Halo? Amen. Hii maneno inatoka kwa kinywa cha nani? Sio kwa kinywa cha Mungu, yanatoka kwa kinywa cha kuhani. Amen. Atazame mtoto aseme huyu asiwahi shindwa. Yes. Na hata watakapoanguka upande huu maelfu, Yes. na upande mwingine waanguke makumi ya watu, Yes. asiwahi kamatika. Amen. Huyu Bwana umpe mabawa, Yes. apite juu kama tai. Amen. Asiwahi shindwa. Amen. Yale maneno kuhani yananena, Yes. yanakuwa na yanafanyika ndani ya anga Amen. ya huyo mtoto. Amen. Kodolema zako muulize, wewe walikunenea gani? Wewe walikunenea gani? Maana juzi nilifundisha kama basi hujatolewa ibada ya wakfu mbele ya Mungu, Yes. lazima iwe basi ulimwengu wa giza umetolewa nini? Wakfu. Wakfu. Umetolewa wakfu. Yes. Na kama kuhani hajawahi tangaza mafanikio ya kwako ndiposa unashindwa, Yes. basi hao wengine walitangaza nini? Walipoona katoto kanaweka bidii kakiwa kila studio kanapita kanakuwa namba moja, Yes. aliyekaekelea mikono alisema nini? Labda alisema kawekwe governor na huyu anaenda sana. Hii huyu akamatwe huyu. Maana akipita hivi atakuja kusomeshwa na Equity, awekwe governor. Yes. Kile kitafanya uchawi yao itimie. Yes. Ni kama yule mtoto hana ndari kigongona gya kumutetera, Hana madhabahu ya kumtetea. lakini akiwa ndani yake Yes. yuko na madhabahu ya kumtetea. Amen. Hata wakirusha mishale, Yes. itagonga ukuta na itaanguka. Amen. Hata wakiachilia uchawi, itagonga ukuta na itaanguka. Wakiachilia magonjwa ya macho, magonjwa ya kivua, yatagonga ukuta Ataanguka. na kuwa hayatapata makao Kweli. na nafasi ndani ya mtoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Oh, Amen. yes. Kodole masako macho muulize, wewe walitangaza nini? Wewe walitangaza nini? Ndio muulia walisema nini? Walisema nini? Sasa hata kama haukusikia yale walisema, sasa angalia yanafanyika. Huyu mtu maandiko inasema kuhani amesema Yes. huyu atakuwa mtu wa kuanguka na kufanya nini? Na Na kusimama. kuinuka. Uliza mwenzako pale ulianguka umewahi amesimama tena. Ndio uliyepada pale ulianguka. Pale ulianguka. Ndio uliye ni ole wokira. Uliwahi simama Kana ole oha. ama uko pale? Lakini namtukuza Bwana. Amen. Maana roho wa Mungu yu juu yangu. Yes. Na wote waliowekwa chini. Yes. Wote walioanguka. Bwana atakupa nafasi ya kuinuka tena. Kanisa la Bwana. Kama Mungu amekutuma kwa ibada ya leo. Kila maisha yaliyoanguka, Bwana ataipa nafasi ya kuinuka tena. Salimia watu wawili waambie utainuka tena. Utainuka tena. Salimia watu wawili waambie utainuka tena. Utainuka tena. Kelia maandiko mashio. Inasema na kuwa ishara Aha. itakaonenewa pale 35. Amen. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako. Upanga utaingia moyoni Mwako. Mwako. Ni nani sasa ananenewa?
Yesu. ni Yesu Kristo. Hata kakiwa katoto Kadogo. maana yake yale maneno inatoka ndani ya kuhani. Yes. Hata wachawi washikane mikono lazima itafanyika. Amina. Halo. Halo. Haki si uko na bahati. Amen. Maana kama walikunenea kushindwa, Yes. leo Mungu ameinua kuhani. Amen. Na unikubalisha ukiwa tayari. Umefungua moyo wako. Kama walisema wewe ni wa kushindwa, wewe nikubalishe. Niseme kuanzia leo, wewe inuka. Amina. Na uzishindwe tena. Amina. Ndile mtu shikapole kaiwe na monyakari. Salimia mwenzio, mwambie una bahati. Ndio mkaije mbona kaiwe na monyakari. Mwambie una bahati. Kwanza wewe umeomba vizuri. Na wewe ambao ulichukua hii ibada ukaifanya serious. Yes. Wewe gaida vya na dideko. Mungu aendi na wasukumwao. Ndege vya na lama tueta matua. Mungu anaenenda na wanaofanya uamuzi. Sema amina. Amina. Leo sio Simeoni. Ila Mungu ameinua kuhani wake jina lake Samueli. Amina. Utakapofika kwa mikono yangu, Yes. kitu cha kwanza nitafanya, Oh yes. nitafuta laana zote Amina. walioweka kwa anga yako. Amen. Hapo ungesema amina mzuri. Utakapofika kwa mikono yangu, nitafuta majina waliokuita. Nitaondoa laana waliokulaana. Kila magonjwa waliokubadika nitayang'oa. Nasema nitang'oa. Oh, yes. Halo. Halo. Mavazi uliovalizwa ya aibu. Oh Yes. yes. Nikimaliza kufuta kilo walinena kwa anga yako. Amina. Sasa hapo nami nasema, Yes. kuanzia leo, Kuanzia leo. huyu asikataliwe tena. Amina. Natangaza kibali. Amen. Natangaza neema. Amen. Natangaza upako katika mikono yake. Kwa jina la Yesu. Nimempa baraka. Amen. Katika miguu yake. Yes. Nimembariki. Amen. Mahala popote Yes. atakapokwenda, Amen. asirudi mikono mitupu. Oh yes. Aha. Mimi ni kufuta Oh, yes. matabara uliobadikwa. Oh Amen. yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Halo. Nikikubadika majina mengine, Amen. nikitangaza neema ya majina mengine. Kama basi uliwekewa laana, Yes. nikiondoa laana, Amen. baraka inaanza kumiminika kwako. Amina. My Father, Amen. kama pesa ilikukataa, Yes. wewe fika kwa mikono yangu. Amen. Fika tu kwa mikono yangu. Oh, yes. Fika tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mikono yangu. Na huyu malaika niko naye leo. Amen. Huyu anadiru na mambo yote magumu. Amen. Anayaweka wazi. Amina. Anayanyorosha. Oh yes. Oh, yes. Yalionekana ni kama haiwezekani. Yes. Huyu malaika niko na yeye. Yes. Ni wakule walisema hauwezi fika. Unafika kwa haraka. Amen. Kule walienda wakaweka mipaka. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Maana ukumbuke kwamba huyu malaika ndiye alitumwa na Mungu Yes. apeleke habari njema. Na mwisho akasema ya kwamba hata sio kwako tu, by the way. Yes. Hata yule mwanamke Elizabeth. mwingine Elizabeth aliyeitwa tasa. Yes. Masiku imesonga sana. Amen. Lakini nilipofika kwake, Aha. mambo yakabadilika. Amina. My Father, leo kuna watu wanapokea funguo na sio funguo tu, wanapokea hatima Hallelujah. za maisha yao. Oh yes. Naye kuhani Amen. akawabariki. Amina. Ekelia. Ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. 36 inasema, palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli. Atafikisha hapo. Pale pako na point pa mwisho. Yes. Ni pale kuhani alisema ndani ya moyo wake Amen. kutakuwa na upanga. Amina. Ndani ya moyo Wake. maana yake hakuna jambo halitawezekana kwake. My Father, Amen. hakuna jambo litafanyika gumu kwake. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu amekuweka kwa hesabu Yes. kwa ibada ya siku ya leo, Amen. 100% Amen. maisha yako hayatabaki ya kawaida tena. Amen. Sema amina. Amina. Natamani sana nipatane na mtu Yes. aliyerogowa, Eh. aliyenenewa mambo Yes. ya kuvirizika na kufungwa. Yes.
ajue basi amefika Amina. kwa kuhani. Amen. Ukifika kwa mikono yangu, Yes. tigiza mzako mwambie mambo yote shwari. Mambo yote shwari. Utigiza mwambie mambo yote shwari. Mambo yote shwari. Wacha nione wale wako tayari leo kupokea malaika wao. Hallelujah. Wale wako tayari kupokea nyota zao. Amen. Wale wako tayari kupokea ufunguo. Amen. Wacha nione wale wako tayari. Oh yes. Unaona kama uko tayari? Amen. Hata roho wa Mungu yuko tayari. Yes. Unatoka hapa na ushindi wa kwako. Amen. Unatoka hapa na ufunguo Amina. wa kwako. Salimia mzako mwambie leo unawekwa wakfu. Leo unawekwa wakfu. Msalimie mwambie leo unawekwa wakfu. Leo unawekwa wakfu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapowekwa wakfu kuanzia leo, vita zote zako hazitakuwa zako tena. Amen. Kwa sababu Mungu atatetea wana wa madhabahu. Amina. Yesu alipofanyiwa ibada ya wakfu, alipatana na changamoto nyingi sana. Amen. Lakini hazikumzuilia. Uzuri ya watu wote wale wamewekwa wakfu, hata apitie mambo magumu kiasi gani, Yes. Amen. lazima atafikia hatima ya Amen. kwake. Amina. Watu wote wale wametolewa ibada ya wakfu, lazima watimize malengo ya kwao. Hata kama kutachacha, hata kama kutakuwa kumoto. Oh, yes. Lakini watu ambao hawajafanyiwa ibada ya wakfu, adosho ni makuaga korona ihenya muno. Wale watu vunjika moyo mapema sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Akijaribu kitu ikianguka anasema labda sasa mimi hata sikuitwa nifanye biashara. Ni watu wa kugive up haraka haraka. Vunjika Bwana Yesu moyo. asifiwe. Amen. Amina. Lakini mtu yote akitolewa ibada ya wakfu, Yes. hata simba akuje, Oh, yes. kama amesema lazima nifike kule, Ni wajasiri. hata wasimame na mapanga, Yes. lazima Watatoboa. watafika kwa hatima yake. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kingine kizuri cha mtu yote ambao amefanyiwa ibada ya wakfu, Yes. hata watu wajaribu kumuzima, Oh, taa ya kwake haizimiki. Haizimiki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndio tunaona ya kwamba haikuwa ni mara ya kwanza mfalme kwanza kutafuta mtu ambao anaitwa Yesu. Yes. Hata siku ingine alitumana wakati Yesu anahubiri Anahubiri. pale. Yes. Ndio arahujiri haini. Yes. Alipowatazama akasema okay, Mbweha. nendeni mwambie hiyo boya. Sijui kama unaona courage. Ujasiri. Baka anaita mfalme Mbweha. bweha, na umwambie tuko hapa leo Kesho. na kesho na kesho kutwa. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio unaona ya kwamba Yesu hakuwa na shaka na kukufa kwake. Yes. Maana alijua mtu yeyote mwenye kutolewa ibada ya wakfu, Amen. hata wakizika kizima cha kwanza, Yes. kizima cha pili lazima kitatoa maji. Hata wakiinukia kizima cha pili, cha tatu, Yes. lazima kitanawiri. Amina. Uzuri wa mtu amefanyiwa ibada ya wakfu, Yes. Yes. yeye haonagi kama watu wengine. Aha. Sema amen. Amen. Amina. Mahali watu wanasema hakuna njia, Hapo ndipo pana hapo ndio njia. nasemaga, unaona hapa mnasema hakuna njia. Hapo. Sisi ni wale tunapitianga hapa Amina. na tunavuka ng'ambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba siku moja waliona Isaka akipanda. Yes. Kasema Ana kichwa kizuri. kai mwana adone magoro kirere rio wale. Ilijua. Anapanda kwani ameandikiwa na Mungu barua kutanyesha. Lakini anawaambia muonera wakwa na wanyu Mtazamo wangu na wenu ndohanaine. haufanani. Alipanda, Yes. alilima na jua, akapanda na jua, na akavuna na jua. Amen. Watu wanasema hatujawahi ona hii. Eh. Halo? Hello. Lakini hapa tujaribu kuona watu wengine. Yes. Wale wanapenda kukopi maendeleo ya mtu. Akiona hapa umefungua kazi ya nguo na imewaka, imeshika vizuri, Anafungua next. anafungua pande hii. Anasahau nyota ya kwako haiwezi fanyika yake. Yes. Iko watu walimtafuta wakanyemelea, wakatafuta mbegu aliyopanda. Yes. Sema amen. Amen. Wakasema basi hata sisi tutapanda hii. Amen. Na wakaanza kuuzia wakulima wengine, pandeni hii. Yes. Hii ni ya kisasa. Hii haitaki maji, wakati haitaki wa jua. mvua. Pandeni na mtavuna. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vile walipanda hata haikutokea, haikumea. Yes. Na Isaka alivuna Najua. 100% Kwa mia. kwa mia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Uzuri wa mtu amefanyiwa ibada ya wakfu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata onekane
kani kama amekufa. Yes. Yeye anasemaga mimi sio wa kukaa kwa kaburi. Yes. Na ndipo unaona Yesu alikaa kwa kaburi siku tatu na siku ya tatu mwana wa Mungu alifufuka. Amen. Halo. Hello. Hiyo ndio uzuri ya mtu ambaye amededicatiwa. Yes. Wakati wanasema wamemmaliza waseme Yakoba wekelea choma. Kabla nyama yao ive. Yesu amefufuka. Wanapigiwa simu wanaambiwa Yuko Nazareti. yule mtu mlikuwa mmesema ni kama mambo yake imeisha. Tunasikia hata anaenda akitangaza akiambia mitume wapatane na huko Galilaya. Amen. Wapatane na huko. Yes. Maana tayari amefufuka. Na lile jiwe. Nani alitoa? Na lile jiwe tuliekelea. Maana lilihitajika wanaume kama 200. Yes. Na tumeweka baka walinzi pale. Nani anaweza kuwa my father? Oh yes. Hello. Kama kuna jiwe waliweka juu ya maisha yako. Kuna malaika anashuka atapingirisha jiwe. Kama maisha yako yaliwekwa kwa kaburi, utakapofanyiwa ibada ya wakfu. Amina. Salimia watu wawili waambie unafufuka tena. Unafufuka tena. Waambie unafufuka tena. Unafufuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka 13 kuanzia 1. Kutoka 13 kuanzia 1. Hapa ni Mungu anasema atolewe wazaliwa wote wa kwanza. Amina. Mungu hawezi akakupokea maana anasema wazaliwa wote wa kwanza watakuwa wake. Yes. Hii haitaonekana. Yes. Ya kwamba mtu ambaye ni mzaliwa wa kwanza na amefanyiwa ibada halafu iwe wewe ni wakuguzaguzwa na kansa. Amen. Hiyo haitafanyika kwako na haitawezekana. Amen. Kama utaitanishwa na Mungu, yes, magonjwa yataenda bio. Yeah. Mapepo yataenda bio. Amen. Tusome kama tumefika Kutoka 13 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko inasema, basi Musa akanyosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri. Unasoma wapi? Kutoka 13 kuanzia 1. Sorry. Kutoka 13 kuanzia 1. Inasema, itakuwa hapo Bwana atakapo kuleta katika nchi ya Wakanaani kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa. Urathoma ku nie ndauga thama neo Kutoka 13 kuanzia 1. Kuanzia 1. Inasema, Bwana akasema na Musa kumwambia. Uguthomaga kwebu tuambie ulikuwa unasoma wapi? 11. I'm sorry. Okay, tuthie. Inasema, Bwana akasema na Musa kumwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Nitakasie. Sijui kama tunaelewana hii jina nitakazie linatoka wapi? Yes. Maana kila mwanadamu amezungukiwa na mauchafu mengi. Yes. Ndipo Bwana anasema ili afanyike wangu, nitakazie. Fanyia yeye ibada. Amen. Mutaganishe na ukoo wako wao. Yes. Na laana za kwao. Amen. Nitaulie awe wangu. Yes. Nitakazie. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni njia moja inatuonyesha mwanadamu amezungukiwa na mambo mengi yale anazuilia kufanikiwa kwake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, laana ya kwanza inafuata mwanadamu inaitwa ni laana ya udongo. Yes. Laana ya nini? Ya udongo. Laana ya udongo. Yes. Maana maandiko inasema Sara alikuwa mrembo sana. Ukiona mtu maandiko inamuita mrembo. Yes. Nataka kuniambia huyo mtu alikuwa anatumia makeup gani? Na wakati wa kukuwa na makeup. Lakini maandiko inasema uso wake ulikuwa unawaka kama kioo. Yes. Alikuwa mrembo, lakini alipoolewa kwa kina Ibrahimu. Sema amen. Amen. Kaulizwa kairetu ni wahika kuanzia hiyo siku akaanza kufuatwa na laana ya udongo. Laana ya nini? Ya udongo. Laana ya udongo inasemaga kwamba unaona hii udongo umekanyaga hii. Hii mchanga umekanyaga. Yes. Watu wote wanakanyaga hii mchanga. Hawafanikiwi, hawazai, hawapati wazaliwa wa kwanza. Wanakufa hovyo na wanakufa kifo cha mapema. Yes. Laana ya udongo. Ya udongo. Laana ya pili ni laana ya damu. Laana ya damu. Laana ya damu. Sema amen. Amen. Ndipo unapataga ya kwamba wewe ukiwa hapa unasikia kuna familia yenu ingine iko Kitengera. Yes. Na huko tena Kitengera ni aniko yako alizaa mtoto na akatupa. Na huyo mtoto akatoka hapo akaenda Maridi. Na Maridi bado anazaa. Hiyo ni damu yenu ama sio damu yenu?
Hapa ndio unasikia kwamba sisi tunaitwa laana ya damu. Na watu wote wale wanazaliwa kwa damu yetu. Hawafanikiwi, hawatajiriki, hawaolewi na hawasomi. Laana ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laana ingine inazuilia watu ni laana ya jina. Majina. Laana ya nini? Jina. Laana ya jina. Ibrahimu baba yake alimuita nani? Alimuita Abraham. Yes. Lakini Mungu alipo zoom kaona hata kama tunapelekana vizuri, hili jina si nzuri. Hii jina liko na shida hii. Hili jina halina mafanikio. Hili jina liko na shida. Wakati alikubali kusikia sauti ya Mungu inamwambia Ibrahimu, yes, tuko marafiki sana. Lakini kuna jambo moja hata kama tunaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hii unielewe vizuri. Mungu hata akiwa amekuchagua na uko katika udongo uliolaaniwa, yes, bado hautapenya. Mungu hata akiwa amekuchagua, yes, na damu ya kwenyu iko na laana, hautapenya. Amen. Mungu hata akiwa amekuchagua ufanyike nabii, yes, na lile jina umeitwa kwenyu limefungwa, ni jina limejaa kisirani, yes, hapo ndio utakuwa wewe ni intercessor lakini wewe ni masikini. yes, Ndio utaona wewe ni praise and worship lakini wewe ni masikini. Yes. Hapo ndio utakuwa wewe ni mchungaji lakini wewe ni masikini. Unaweka bidii lakini pesa ikifika kwa mikono inatawanyika. Yes. Shida sio maombi umepunguza, ni jina. Ni Jina. Ni jina. Hata Jabez waliona kwamba mimi nimeajiriwa kwa kampuni, tunalipwa mshahara mmoja na hawa watu wameoa, wamepata watoto, wamejenga nyumba, wamefanikiwa. Akajiita mkutano. Akafanya nini? Akajiita mkutano. Akajiuliza, sasa mimi wale watu wote tulizaliwa kipindi kimoja, wamejenga nyumba, wameoa, wako na wake na watoto. Hapo ndiye alienda kwa mama yake. Kaambia mama yake, mimi kuna kitu nataka kujua. yes, Yes. Kwa nini mimi na vile nimeweka bidii? Yes. Mama yake akamwambia, oh sorry. Ay. Kile kinakusumbua mwanangu ni jina. Hili jina vile nilikuita, yes, nilikuzaa kwa uchungu sana. Hivyo jina lako linanena dhiki. yes, Jina lako linatafsiri dhiki. Yes. Limejaa taabu. Hapo ndio tunaona Yesu akisema, "Woi gai, nare korwo gai wekatia." yes, Wadathima, na mipaka yako weke atia. Umearamie. Kwa nini anasema mipaka yake ipanuliwe? Maana jina lake lilikuwa limewekewa limitation. Wewe bado hujashika. Jina lake lilikuwa limepimwa 10 by 10. Usiwahi vuka hapo 10 by 10. Na wale walizaliwa pamoja wako na eka 3 na eka 5. Hivyo kumbe kuna jina linatuwekea limitation. yes, Tunajaribu kuvuka lakini hatuvuki. yes, Ibrahimu na mke wake walipovuka tu wakatoka kwa udongo wa kwao. yes, Wakaenda ng'ambo nyingine. Mbingu ikasema was. Ni oguo leo. Amen. Ni oguo. Amen. Kila mmekuwa mkiomba, nitafanya nini? Jambo la kwanza Mungu aliwaambia, kabla hata muende sana tubadilishe, yes, majina. Huyu amekuwa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Sarai. yes, Sasa kuanzia leo hilo jina asiitwe tena. Yes. Asiitwe Sarai, aitwe Sara. Maana jina Sarai, yes, limejaa utumwa. Yes. Na hiyo ndio ile kazi niko nayo leo. Kama jina lako limejaa dhiki, yes, naondoa hiyo dhiki. amen, Kama jina lako limejaa laana, Yes. naondoa hiyo Kwa laana. jina la Amen. Yesu. Ibrahimu naitagwa nani? Wananiitaga Abraham. Mungu akamwambia, kuanzia leo utaitwa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. amen, Walipotoka kwao, hakumaliza miaka 2 kama mke wake hajapata nini? Mimba. Hajapata mimba. Na Isaka amefanya nini? Amezaliwa. Ndipo Mungu anasema, tafuta wote wazaliwa wa kwanza unitakasie. Ufanya nini? unitakasie, Sijui kama tunaelewana. Unitakasie. Ufanya nini? unitakasie, Unitakasie. yes, Maana hata kama ni wazaliwa wa kwanza, Yes. wamebebanisha laana za kwao, wanitakasie, yes, ili niwachague na niwabariki. amen. Maandiko inasema, kila afunguae tumbo katika wanadamu wa Israeli, katika wana wa Israeli. Anzia tena. Maandiko inasema, Bwana akasema na Musa kumwambia,
nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa wanyama, ni wangu. Atafikisha hapo. Yes. Wale watu hawajui Yesu alifanyiwa ibada mbili. Yesu alifanyiwa ibada mbili. Ibada ya kwanza Yesu alisaliwa ni ibada ya mzaliwa wa kwanza. Amen. Mzaliwa wa kwanza. Ibada ya pili Yesu alifanyiwa ni ibada ya wakfu. Hapa tuulizane swali nikiondoka. Je, mtu ambao amezaliwa mkuja hapa chairman? Huyu ni mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akienda kwa kuhani atakazwe na aitwe wa Mungu kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza. Sasa anahitaji tena dedication. Kada mtijaririe. Anahitaji dedication. Na je akipita shortcut kwanza aende adedicatiwe, lakini akose kujua haki yake, yeye ni mzaliwa wa kwanza. Hizi ni nyota mbili tofauti. Yes. Hizi ni nyota mbili tofauti. Nyota ya kwanza ni ya mzaliwa wa kwanza, upate haki yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuitwa mzaliwa wa kwanza, yes, ni juu ya kichwa chako kuwekwa taji. Yes. Kuwekwa nini? Taji. Kuwekwa taji. Amen. Maana Mungu anasema ya kwamba watakuwa wangu. Hivyo mahali popote mzaliwa wa kwanza atakapoingilia, present ya Mungu itashuka na itatawala pale. Amen. Maana yeye ni mzaliwa wa kwanza. Hata itwa mzaliwa wa kwanza na yeye akatolewa matiti yamegojeka kansa. Kwani kuitwa mzaliwa wa kwanza na Mungu anasema watakuwa wangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama watakuwa wa Mungu, Mungu atawatumia, atawashika mikono. Amen. Kukomboa na kuinua. Amen. Wale wengine. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazaliwa wa kwanza. Yes. Hapa ndio tunasema na DJ utatupatia hiyo wimbo. Tekorea shari tomatakinyire. Mahali wazazi wetu Konde togweka atia. Etogokinya. Uzuri wa mzaliwa wa kwanza. Amen. Kama wazazi wako walikuwa napaswa kufika pale, yes, na shetani akaingilia akawaua, yes, mzaliwa wa kwanza, yes, ndiye anapaswa kuendelea na mwendo. Amen. Halo? Hello. Na pia watoto wengine hapa wazazi wetu wamekufia. Yes. Sio hapa sio hapa tumeitwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nitazame. Ipo maandiko inasema kwamba wakati Musa, yes, alikufa, Mungu akamwambia Joshua, amuka. Yes. Nilivyokuwa pamoja na Musa, amen, nitakuwa pamoja na wewe. Maana Joshua, yes, alikuwa mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kulikuwa na Caleb, yes, hapa Joshua anaonekana alivalizwa taji. Mamlaka yalishuka kwake. Amina. Na Mungu akamwambia Joshua, yes, mtumishi wangu Musa hajafika kule nimemuita. Oh yes. Halo? Hello. Uzuri wa familia iko na mzaliwa wa kwanza. Amen. Hawatakufia katikati. Amina. Sijui kama tunaelewana. Hawatakufia katikati. Maana Israeli wakati Musa alikufa, yes, walionekana wakijiita yatima. Alafu anasema ya kwamba gai anakufa tu wakati tunaona matunda kule. Anakufa tu wakati tunakaribia kufika. Yes. Lakini Mungu akamwambia Musa, sio kumaanisha safari imefika mwisho. Sema amina. Mungu akamwambia Musa, Mungu akamwambia Joshua, nifuate nilivyokuwa pamoja na Musa. Kile utafanya Joshua, yes, wewe Joshua nifuate. Amen. Na wana wa Israeli, yes, na wao wakufuate. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo kule wazazi hawakufika, yes, nani anapaswa kufika? Sisi. Ni sisi. Amen. Tukiwa tumeongozwa na mzaliwa wa kwanza. Ndoja okalia na mzaliwa wa kwanza. Ndoja okalia na mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza. Lakini familia ambayo haina mzaliwa wa kwanza ama, yes, ako lakini hajajua haki yake. Wazazi wao wakikufia hapa, yes, hiyo familia inasimama hapo. Inakuwa hapa ndio naona ya kwamba watoto badala wa invest, yes, mali ya baba yao, yes, anauza ng'ombe, anauza yote, anauza ploti, yes, halo, hello, anauza hata ile nyumba ilikuwa ya wazazi wake. Yes. Maana yeye hana macho, hana maono. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wazaliwa wa kwanza, yes, hata wazazi wasipofika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzaliwa wa kwanza anashika watoto wengine wote wao mkono. Amen. Sema amen. Amen. Nawaambia kile najua. Yes. Mama yetu hakuafike hapa
Baba yangu amekuwa na maono. Amen. Kila mtafanya Amen. ni munifuate. Amina. Nimfanya nini? Munifuate. Hapa ndio unaona ya kwamba kuna katoto ka huyu ni sister yako. Yes. Aka katoto kalikuwa kakona maono ya kukua pilot. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si unitazame kalikuwa na maono ya kukua nini? Pilot. Lakini wazazi wakiwa, kwa sababu wazazi wamekufa, Yes. yeye ni kama anakata tamaa na tumaini. Yes. Lakini akiwa na mzaliwa wa kwanza, Yes. anamshika mkono. Amen. Anasema kwa watoto wa baba yangu, Yes. nitahakikisha maono ya kwao yametimia. Sasa kazi ya mzaliwa wa kwanza ni achukue huyu, amsomeshe Amen. mpaka atimize malengo ya kwake. Patia Bwana makofi mazuri. Wacha nione wale wako hapa na ni wazaliwa wa kwanza. Wacha nione nyota za wazaliwa wa kwanza. Kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, weka mkono wako vizuri. Asante. Tuko na wazaliwa wa kwanza ambao leo, Yes. Mungu atatawala. Amen. Na kile kiko ndani yako, Yes. kitaanza kufanya kazi leo. Amina. Hau ndio kiuga amen njega. Pongesema amina nzuri. Kitaanza kufanya kazi. Sema amen. Amen. Domera leke bade komasio. Maandiko inasema Bwana akasema na Musa kumwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama, ni wangu huyo. Ni wangu huyo. Mstari ni wa 3. Musa akamwambia hao watu, kumbukeni siku hii. Atafikisha hapo. Mungu amesema wazaliwa wa kwanza watakuwa wa nani? Wake. Kodana mezako macho muulize, utaitwa wa Mungu na maisha yako iwe vile tu? Utaitwa wa Mungu na bado maisha ibaki vile tu. Ndio muulia, utaitwa wa Mungu na bado ukwame? Utaitwa wa Mungu na bado ukwame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kutakuwa na utofauti. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo mimi kila leo nakifanya. Halo. Unapofika kwangu. Oh yes. Si utamani tu ufike tu. Amen. Maana unatoka hapa na nyota yako. Yes. Amen. Unatoka hapa na kile Mungu ameweka kikiwa chako. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo kufika kwa mikono yangu. Ukumbuke kwamba tuko na ibada ngapi? 2. Ibada ya kwanza ya mzaliwa wa kwanza. Yes. Ibada ya pili ni ya dedication. Amen. Ungekuwa katoto ningekuinua. Yes. Sema amen. Amen. Goiga igoro. Nikuinue tu. Lakini kwa sababu tayari ya kwamba wewe ni mkubwa, utakapofika kwangu, Yes. mimi nitakushika na mikono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka pale nianze kunena. Yes. Naye Roho wa Mungu atanena ndani yako. Amina. Aseme ya kwamba huyu hafai kukua hapa. Yes. Lakini alifungwa na huyu na huyu na huyu. Yes. Lakini wewe nabii wangu, Amen. fungua huyu. Yes. Na umbariki. Amen. Mpatie nyote. Yes. Mpatie funguo. Amina. Hata wakishikana mikono, Yes. hata utapasua. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani anatamani apokee nyota yake leo? Amina. Nani anatamani apokee funguo yake leo? Amina. Basi kama kwako hauna shaka, Yes. hata mimi kwangu sina shaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mukimana murango uria, Kitoka katika ule mlango. hata wale wako bali, Yes. hata wale wako Canada, wako Saudi Arabia, Amen. wako wapi, Yes. nyota ya Mungu na yao Yes. inakwenda kuwafikia. Amina. Wacha nione tena wale wanasema wako tayari. Hallelujah. Wacha nione wale wako tayari. Amen. Asante. Kama uko tayari, Mungu akusaidie. Amen. Kile kinafanyaga wakati mwingine watu wachelewe ni Yes. kukosa kujua haki yao. Yes. Amen. Kukosa kujua Haki yao. haki yao. Tukasema kwamba hapo ndio unaona kuna mzaliwa wa kwanza, Yes. lakini yeye ndiye analipiwa nyumba na hawa wengine. Mzaliwa Kwanza. mzaliwa wa kwanza. Hebu jaribu kupiga picha mzaliwa wa kwanza analala kwa kiti ya mtoto wao wa 4. Akoma haugete-ini. Analalaga hapo, wengine hapo ndiye analalaga. Agararagwo rũcinĩ areke magĩthiĩ wĩra. Anavukwa na wengine wakienda kazi. Na ni mzaliwa Wa kwanza. ati mzaliwa wa kwanza ni anaambia watu ya kwamba sasa ili mtoto wangu asome mujikiririo na kuone mundu ngiri ĩmwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo kwa kujua haki yako, Amen. umehana njata yako, Toka hapa na nyota umehana yako. kirathimo gĩako. Toka hapa na Amen. baraka Bwana Yesu yako. asifiwe. Amen. Tunakushukuru kwa wema na fadhili zako Ebeneza. Amen. Asante kwa ajili ya neno lako Baba wa mbinguni, ukalifuate Jehova Jire. Amen. Ili Baba wa mbinguni ukaweze kulitimiza. Yes. Siku ya leo Baba wa rehema, kubali ya kwamba kupokea nyota za watu wako. Yes. Baba wa mbinguni ukazitoe kwa mikono ya utumwa, ukazitoe kwa mikono ya wachawi. Amen. Baba wa rehema, ikifika kwako
ukaijaze hiyo nyota. Yes. Kutoka pale Ebeneza ukaiachilie kwa mikono ya huyu anasema amina. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kupitia neno lako watu wote ukawaweke uhuru. Amina. Sema amina nzuri. Amina. Hurira Yesu roho wega. Pigia Yesu makofi mazuri. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Gutindo ikehota utari hamwe nani Jehova Ngai. Riu rekereria wendo no tugi moko-ini maku Jehova, na nigetha uyu muthamaki gaturumeka Ngai akinyanire toria wendete Ngai wa matu-ini. Ngiruta igongona riri mutura muoyo, arokurwo uthamaki-ini wa nduma, arokurwo magongona-ini ma ndwari, arorutwo magongona-ini ma thina, maritwa make marwandikwo weru. Ngai toria toire muoyo ngithie kumunena kuri we Ngai arwetikirika muthamaki Baba wa mbinguni, akapata kibali mbele ya macho yako akiwa mzaliwa wa kwanza, akapokea haki ya mzaliwa wa kwanza, akapokea nyota ya mzaliwa wa kwanza, akapokea baraka ya mzaliwa wa kwanza, akapokea neema ya mzaliwa wa kwanza, akapokea hatima ya mzaliwa wa kwanza, akapokea shamba ya mzaliwa wa kwanza, akapokea gari ya mzaliwa wa kwanza, akapokea afya ya mzaliwa wa kwanza, akapokea pesa ya mzaliwa wa kwanza. Kule alifungiliwa asifungiliwe tena, kule alifungiliwa asifungiliwe tena. Kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, ungesema amina nzuri, ungesema amina nzuri, maana unakwenda kupokea nyota yako na hatima yako na pesa yako na haki yako kwa jina la Yesu. Na kama ulinyang'anywa, Bwana kurejeshe kwa jina la Jehova. Sema amina. Dukae guka gwakwa uikarete wirigetwo, ukuje ukiwa na maombi ya kutosha. Jehova maima ya makirathimo marotheria na kuohora, marotheria na kuohora. Basi kupitia maji haya ya utakazo, wale watu hawajui dhabihu ya ubani iko na kazi gani. Yes. Sema amina. Dhabihu ya ubani inaondoa mikosi, inaondoa magonjwa, inaondoa laana, inaondoa vitu zote zilizowekwa kwa anga yako. Hivyo unapofika kwangu, unapopata ya kwamba kuna moshi inawaka kwako, fungua moyo na useme amina nzuri. Maana hata kama ulikuwa umefungwa na mtu mmoja wa familia kupitia uvumba na ubani, maana maandiko inasema ya kwamba uvumba na ubani inafungulisha mpaka maombi ya wenye haki. Jambo lingine, ukimaliziwa, tafuta mahali upige magoti, fanya ibada, omba, naye Mungu akajibu maombi yako. Wakati mwingine maisha yake imekuwa rejected, amekuwa mtu wa kukataliwa, lakini kuanzia leo, kama vile Baba wa mbinguni uvumba na ubani huu, natangaza kuanzia leo maisha yake yakapata kibali, maisha yake yakapata neema, mahali popote atakapokwenda na akakubariki. Nafungua line ya Raita, Be Nation of Raita Q kwa jina la Yesu. Yewetikirike na ugenda kugashira menye wende hinyanya munene muno yorwa ni nayo ngekwehokero hotani. Firstborn inawekwa kule dedication pande ya yelo. Baba wa mbinguni, kupitia maji haya ya utakazo, natakaza maisha yake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kupitia mafuta haya ya upako, natangaza kila nira, kila mizingi ya kuzimu iliyofunga hatima na huduma yake, na ibomoa sasa kupitia mafuta kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kuanzia siku ya leo, Ebeneza, iko watu walinena katika huduma yake na maisha yake. Wakati mwingine amejaribu kufanya mambo yamekataa, kama vile uvumba na ubani huu Baba wa mbinguni unatoa moshi. Oh, yes. Maisha yake yakajae manukato mazuri. Amen. Mahala popote atakapokwenda akapata neema Amina. na kibali. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Moro
Baba wa mbinguni, kupitia maji haya ya utakazo, natakaza maisha yake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kupitia ukuu na nguvu ya mafuta haya, Amina, ninafunja kila nira na kila madhabahu ya kwao, kila minyororo yote aliyofungwa, natangaza ikapasuke kwa ajili ya kumwagiliwa mafuta kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kuanzia leo Ebeneza, ninaondoa kila mikosi, kila Baba wa mbinguni mambo yaliyowekwa kwa maisha yake, akapata kukataliwa. Kupitia uvumba huu maisha yake yakajae neema na kibali kwa jina la Yesu. Neema na kibali. Nenda ukafaulu kwa maisha yako. Amina. Baba, kupitia maji haya utakazo, natakaza maisha yake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kupitia nguvu iliyoko ndani ya mafuta haya, ninafunja kila madhabahu, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya udongo, madhabahu ya majina, ninayalebo kila nira ikaharibiwe kwa vile amemwagiliwa mafuta. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Wakati mwingine katika maisha yake alipata roho ya kukataliwa. Lakini kuanzia leo kile waliweka kwa maisha yake ninakiondoa. Kama vile uvumba na ubani huu Baba wa mbinguni unavyotoa moshi, natangaza neema na kibali. Mahala popote atakapokwenda, kile atakayokifanya akapate neema na kibali. Nenda ukafaulu na neema ikakubali kwa jina la Jehova. Basi kupitia maji haya ya utakazo, natakaza anga yake na maisha yake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na sio hivyo tu Jehova, kupitia nguvu iliyo ndani ya mafuta haya, wakati umefika, ninafunja kila nira na kila madhabahu yaliyomzuilia, madhabahu ya udongo, madhabahu ya majina, madhabahu ya damu, na iteketeza na kuyalebo kwa jina la Jehova. Afunguliwe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kile alijaribu kikakataa, kupitia uvumba na ubani huu, natangaza maisha yake yakajaa neema na kibali. Hana hovya gadhie akona wega. Nimemfungua, nimembariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio ukapate neema na kibali. Kupitia maji haya ya utakaso, natakaza anga na maisha yake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Na sio hivyo tu Jehova, basi kupitia mafuta na neema uliyoweka ndani yake, wakati umefika Ebeneza, ninafunja kila madhabahu, ninafunja kila nira, ninabomoa kila laana kwa jina la Yesu. Afunguliwe. Na kupitia uvumba na ubani huu, kila waliweka kwake, kila waliweka na kiondoa, na achilia neema na kibali. Neema na kibali. Maisha yako yakajae manukato mazuri. Nenda Afrika kukubali kwa jina la Yesu. Asante. Sasa kuanzia hapo, maana nimekamilisha ibada ya wachungaji, ibada ya maji utakazo itakuwa upande wa mtu ambao anaitwa deacon. Ogwo deacon ni rugama haria ndirakuoniria muthenya wa ira. Ni wega ni ungirugamite haria ufatie. Tutakuwa na ibada ingine ya mafuta ambayo hiyo itakuwa kwa mikono ya mtu ambaye anaitwa Reverend Chege. Nami namaliza ibada hiyo kwa kitu ambacho inaitwa uvumba. Ashori ajigire haria thutha. Asante. Maana kile nilifanya watu wote wale wanajua wako kwa ibada ya mzaliwa wa kwanza. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso
Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Pokea ushindi wa Mungu, neema na kibali. Mali iliyokukatai kukualizia leo. Maisha yako ijae manukato mazuri. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Natangaza ushindi mkononi. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ninaondoa mikosi, bahati mbaya, magonjwa, kila kilikataa kufunguka kikafunguke. Natangaza neema na kibali. Maisha yako yajae manukato mazuri. Ninaachilia neema na kibali mkononi mwako kupitia uvumba huu. Maisha yako yakafunguliwe. Kuanzia leo maisha yako yakajae manukato mazuri. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kupitia uvumba huu. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Maisha yako yakajae kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Usisimame tu hivyo, ingia katika maombezi. Natangaza ufunguliwe. Waliokuroga, waliokufunga kuanzia leo, natangaza neema na kibali. Maisha yako ikajae manukato mazuri. Nafungua maisha yako kuanzia leo. Kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Inaachilia neema na kibali kupitia uvumba huu. Maisha yako yakajae manukato mazuri. Juu ya maisha yako. Kuondolee bila yote kwa haya maji ya utakaso. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kutia kibali na kukubalika. Ninazoondolewe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kuanzia leo nakupa kutakasa kwa haya maji ya utakaso. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Maisha yako ikajae manukato, manukato, manukato mazuri. Natangaza neema na kibali kuanzia leo. Milango iliyokataa kufunguka na ikafunguke. Natangaza maisha yako ikajae manukato, manukato, manukato mazuri. Kuanzia leo na kuondoa mavazi waliokuweka, laana uliolaaniwa. Maisha yako natangaza neema na kibali na ikajae manukato mazuri. Jehova, namuondoa kwa maisha ya laana na mahangaiko. Namuondoa kwa maisha ya utumwa. Kuanzia leo akapokee neema na kibali. Maisha yake ikajae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu, ninaachilia neema na kibali kwake. Kuanzia leo maisha yake na ikafunguke, milango ikafunguke. Maisha yake ikajae manukato, manukato, manukato mazuri.
wale ambao dhabihu zao ninaachilia neema na ushindi mkononi mwako. Milango ikafunguke kwa jina la Yesu. Naachilia neema na kibali na maisha yako yakajae manukato mazuri. Iko sawa. Natangaza ukafunguliwe kwa jina la Yesu. Maisha yako kuanzia leo yakapata kubadilika. Kila laana ikaondoke. Maisha yako ikapata neema na kibali kwa jina la Yesu. Ikajae manukato mazuri kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Naondoa mikosi na magonjwa na minyororo uliofungwa. Kuanzia leo upate neema na kibali. Maisha yako ijae manukato mazuri. Kuanzia leo ninaondoa mikosi, ninaondoa kila laana na madhabahu yote ya giza. Milango iliyokataa kufunguka ikatina ikafunguke. Mimi kama nabii na kuhani natangaza neema na kibali. Maisha yako ikajae manukato mazuri. Kuanzia leo natangaza neema na kibali. Ninaondoa mikosi na laana walioweka kwa maisha yako. Kuanzia leo maisha yako yakajae manukato mazuri. Kuanzia leo ninaondoa mikosi, maisha ya kukataliwa, maisha ya laana. Natangaza neema na kibali. Maisha yako ikajae manukato mazuri kwa jina la Yesu. Ninaondoa mikosi na laana na minyororo yote walioweka kwa maisha yako. Ninaachilia neema na kibali kwako. Kuanzia leo maisha yako yakajae manukato mazuri kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninaondoa mikosi, naondoa laana na majini na magonjwa yote. Natangaza neema na kibali kwako. Maisha yako ikajae manukato mazuri. Kuanzia leo ninaondoa mikosi na laana juu ya maisha yako. Maisha yako ikapata neema na ikapata kibali. Manukato mazuri. Kuanzia leo ninaondoa mikosi, ninaondoa majini na minyororo. Wacha maisha yako ikajae manukato mazuri. Ninaondoa mikosi na laana. Ninaachilia neema na kibali. Maisha yako ikajae neema na kibali. Manukato mazuri. Natangaza ushindi kwa maisha yako. Ninaondoa mikosi, ninaondoa laana kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natangaza maisha yako ikajae neema na kibali. Nimekufanyia ibada ukiwa mzaliwa wa kwanza. Pokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Ninaondoa laana na mikosi. Maisha yako kuanzia leo pokea nyota, pokea baraka ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako ijae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu naachilia neema na kibali. Ninaondoa mikosi. Kuanzia leo pokea haki, baraka ya mzaliwa wa kwanza. Ninaondoa mikosi kwa maisha yako. Kuanzia leo pokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa jina la Yesu. Natangaza neema na ushindi. Maisha yako iondoe mikosi. Pokea haki na nyota ya mzaliwa.
Kwa jina la Yesu naondoa mikosi, naondoa laana. Kuanzia leo pokea neema na kibali na nyota ya mzaliwa wa kwanza. Kwa jina la Yesu natangaza neema na kibali. Pokea nyota, pokea neema, pokea ushindi na nyota ya mzaliwa wa kwanza. Yoyo sasa, pokea neema na kibali, pokea nyota na haki ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako ikajaa manukato. Sasa ndio hiyo, inaondoa mikosi, inaondoa mapepo, inaondoa machini. Ndio hiyo neema, pokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Sasa wakati umefika, naondoa mikosi, naondoa laana. Pokea haki, pokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Pokea hiyo, maisha yako yajae manukato mazuri. Naondoa mikosi na laana na madhabahu ya giza. Kuanzia leo pokea haki, pokea baraka, pokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako yajae manukato mazuri. Sasa pokea nyota yako, pokea nyota, pokea nyota yako, pokea neema na kibali. Yoyo sasa, yoyo ipokee, pokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako yajae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu ninaachilia neema na kibali, naondoa mikosi na laana. Nimekufungua. Ndio hiyo nyota, ndio hiyo sasa, ndio hiyo. Pokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako yajae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu naondoa mikosi, naondoa mikosi, naondoa mapepo, naondoa majini. Ndio hiyo sasa, pokea nyota, pokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako yajae manukato mazuri. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo sasa, pokea nyota, pokea neema. Ndio hiyo nyota, ndio hiyo nyota. Pokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako yajae. Oh Lord, naondoa mikosi na laana juu ya maisha yako. Natamka neema na kibali. Pokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yako yajae manukato mazuri. Ushindi kwa huyu mtoto wake, apokee neema ya kibali, haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa jina la Yesu, kwa huyu mtoto wake natangaza neema na kibali, naondoa mikosi. Apokee nyota ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yake yajae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu. Oh yes. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo. Ninaachilia. Ndio hiyo nyota. Ndio hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yake yajae manukato mazuri.
jina la Yesu, kwa majina yake Toni, maisha yake ijae manukato mazuri, na ondoa laana na mikosi. Ndio hiyo sasa, apokee nyota ya mzaliwa wa kwanza, maisha yake ijae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu, naachilia neema na ushindi kwa maisha yake. Huyu sio wa mikosi, huyu sio wa kifo. Maisha yake ijae manukato mazuri, nyota ya mzaliwa wa kwanza. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, maisha yake naondoa mikosi, naondoa mapepo na majini. Apokee haki ya mzaliwa wa kwanza, maisha yake yajae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu, kwa maisha ya dhuo, naondoa mikosi, naondoa laana, naachilia nyota ya mzaliwa wa kwanza, maisha yake ijae manukato mazuri. Naachilia neema na ushindi kwa maisha yake. Naondoa mikosi, naondoa mapepo, naondoa majini. Apokee sasa, apokee nyota ya mzaliwa wa kwanza, maisha yake ijae manukato mazuri. Jehova, maisha yake naondoa mikosi, naondoa laana, natangaza apokee nyota ya mzaliwa wa kwanza. Neema na kibali itawale kwake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Maisha yake ijae manukato mazuri. Jehova, naondoa mikosi, naondoa laana, naondoa, apokee nyota haki ya mzaliwa wa kwanza, maisha yake ijae manukato mazuri. Asante. Asante. Aya, kama unajua wewe ni wa dedication, sasa ungekuwa umepanga laini watu wote wa dedication, hata kama ulikuwa kwa upande wa kupokea haki na nyota ya mzaliwa wa kwanza. Na sasa ni wakati tuko kwa ibada ya dedication. Ungekuwa tayari umepanga laini yako, na kama vile tumesema, hii ibada sasa haina upande wa tetezo. Unakuja na kushika na mikono yangu miwili, ninaachilia neema na ushindi na kibali kwako. Niwega, kama unajua wewe ni upande wa dedication, ungekuwa tayari umesimama. DJ tupe wimbo. Watu wote wa dedication wasimame, panga laini yako na bahasha yako, na Jehova ni akukuradhi. Watu wa dedication, inaondoa mikosi kwa maisha yake, inaondoa mapepo na majini. Natangaza neema na kibali, maisha yake Ebeneza, maisha yake apokee haki ya mzaliwa wa kwanza, kwa jina la Yesu. Maisha yake ijae manukato mazuri.
kwa maisha yake. Ninaachilia neema na kibali. Wacha kuanzia leo akapate haki ya mzaliwa wa kwanza. Apokee hiyo nyota kwa jina la Yesu. Ninaachilia neema na ushindi kwake. Naondoa mikosi. Apokee haki ya mzaliwa wa kwanza. Apokee neema na kibali. Maisha yake ijae manukato mazuri. Ninaachilia neema na kibali. Naondoa mikosi kwa maisha yake. Maisha yake ijae manukato mazuri. Baba, kwa jina la Yesu, naondoa mikosi, naondoa laana kwa maisha yake. Kuanzia leo apokee haki ya mzaliwa wa kwanza. Pokea hiyo nyota kwa jina la Yesu. Maisha yako ijae manukato mazuri. Kwa jina la Yesu, naondoa mikosi na laana kwake. Maisha yake hiyo nyota hiyo aipokee haki ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yake ijae manukato mazuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wakati mwingine umefika Ebeneza, na mkabidhi mbele zako Baba wa mbinguni pamoja na mtoto wako wake. Ninawaweka ibada ya wakfu na mtenganisha na kila kafara na kila madhabahu. Ninaachilia na mconnect na madhabahu. Alindwe na mpa nyota ya dedication kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu, kama vile mafika kwa mikono yangu, na mtenganisha na madhabahu ya ukoo, madhabahu ya udongo, madhabahu ya damu, na kutakasa Jehova, na muunganisha na kumpatanisha. Asante Laita, kwa jina la Yesu na dedicate maisha yake. Huyu sio wa kafara, alindwe na neema ya madhabahu. Kwa jina la Yesu, naondoa mikosi, naondoa laana juu ya maisha yake. Naachilia neema na kibali. Apokee haki ya mzaliwa wa kwanza. Apokee nyota ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yake ijae manukato mazuri. Naondoa mikosi kwa maisha yake. Apokee haki ya mzaliwa wa kwanza. Maisha yake ijae manukato mazuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, namtoa kwa ibada zote za wakfu, ibada zote na kafara zote. Na sasa hivi Ebeneza, na muunganisha na mbinguni pamoja na nyota yake, kama vile amepokea mikono ya kwanza. Jehova, ninaachilia, namtoa kwa misingi ya kafara ya giza, kwa misingi ya kafara ya giza. Ndio hiyo sasa, pokea hatima yako, pokea the mighty name of the Lord. Baba, kwa jina la Yesu, na kushukuru kwa wema wako. Namtoa kwenye kafara na misingi zote. Waliopokea jina lake waliachilie
na mudedicate, na mudedicate, na mudedicate kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, namtoa kwa mizingi yote ya giza. Ninaachilia neema na kibali kwake sasa hivi Jehova, namuunganisha na madhabahu kuanzia leo. Nimemdedicate kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kama vile Jehova nimemwekelea mikono, namtoa kwa mizingi yote. Kama amewahi tolewa ibada ya wakufu katika ulimwengu wa giza, ninaondoa jina lake kwa wachawi, naondoa jina lake kinyata, naondoa jina lake kwa misimu, na mudedicate jina lake liandikwe kwa madhabahu yako, alindwe kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninakushukuru Ebeneza, kama vile nimemwekelea mkono, ninafunja kila madhabahu yaliyosimama kinyume na yeye, waliochukua picha yake, waliotangaza uchawi, waliomuroga, nimemdedicate kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina lake liandikwe upya kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kama vile amepokea, kama vile amepokea, kama vile amepokea mikono ya kwangu Bwana, ninatoa jina lake kwenye misimu, kama amewahi dedicatiwa kwa wachawi na kwa waganga. Asante. Jehova, apokee hatima yake, apokee hatima yake. Ninaachilia nguvu na mamlaka kwake, naachilia nguvu na mamlaka kwake. Ninafungua, ninafungua, ninafungua waliomfunga, nafungua kwa jina. Aya. Naita Father kwenda na Jehova, Rabi Raita, Rabi Raita, Rabi Raika, Raita, Neguo, Neguo, kazi yake Raita Rabi, Neguo, Neguo, aya, jata yake, Neguo, amina, amina. Kanisa mwadhani ya roho su. Huyu nimeenda kumdedicate, nyota zake zimeshuka bili. Na nyota ya pili roho wa Mungu anasema ya kwamba amemuaminia kazi yake. Kanisa mwadhani ya roho su. Mungu amemuaminia kazi yake. Sema amina. Na sasa hivi Mungu amemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Ati kuanzia dakika hii, kuanzia dakika hii, ni yeye atakuwa mdogo wa chiarede wa kanisa mzima. Ati ni yeye atakuwa mdogo wa chiarede wa kanisa mzima. Tuseme amina kanisa. Tuseme amina. Aya mweheria Ngai agoshithie. Baba, katika jina la Yesu, ninaachilia nguvu na mamlaka. Huyu mtoto kuanzia leo nimemdedicate, nimemtoa kwa mizingi
ya mizimu arokora kendagwo nĩ Ngai ũndũ ũmwe na andũ nyota yake ing'ae kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, huyu mtoto nimemdedicate, nimemtoa kwa mizingi ya mizimu, nimemtoa kwa laana zote waliofunga nyota yake, nimemdedicate akuya akipendwa na watu na akipendwa na wewe Mungu, kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu tunamwekelea huyu mtoto mikono. Nimemtoa kwa mizingi ya mizimu, namtoa kwa laana za majina, laana ya damu, na mdedicate apate neema na kibali, akuya akipendwa na watu na apendeke na wewe Jehova, kwa jina la Jehova Mungu. Katika jina la Yesu na kushukuru Ebeneza, na mdedicate, na mdedicate. Natoa jina lake kwa uchawi, natoa jina lake kwa waganga waliomkamata, ninaachilia, ninaachilia waliomroga, ninaachilia, ninaachilia. Jina lake likobolewe, jina lake likobolewe, jina lake likobolewe. Apokee neema ya wakfu kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu namwekelea mikono, nafunja kila madhabahu yaliyosimama kinyume na yeye, na mdedicate apate neema na kibali, eni asirogeke, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu nafunja kila madhabahu ya udongo, kila madhabahu ya damu, kila madhabahu ya jina. Na sasa jina la kwake, majina ya kwake, maisha ya kwake, ninaachilia waliomkamata, waliofunga hatima yake, natangaza akobolewe. Ibada ya wakfu, eni nyota yake ifunguliwe na maisha yake ang'ae kama jua kwa jina la Jehova. Jehova tolea toira muoyo na dedicate mwana wetu Samuel Maina o haria ari muthamaki wa matuini, jina lake likobolewe, jina lake likobolewe. Ebeneza, ninafungua kila walifunga, kila majini, kila laana, kila udongo, kila moto, wamufungue, waachilie kwa jina la Yesu, pamoja na maisha yake aweke uhuru kwa jina la Jehova. Jehova tolea toira muoyo, ninatega muturira wake muthamaki. Wakati mwingi wamemuroga na wamekamata nyota zake, lakini leo namurejeshea
namrejeshea kwa jina la Yesu yote yake. Asante, apokee neema ya kuwekwa wakfu. Jehova, tunatoa moyo, natangaza ushindi kwa maisha yake. Kule jina la kwake limewahi kamatwa, limewahi pelekwa kwa wachawi. Ninafunja kila laana, kila madhabahu ya udongo, ya majina, ya damu, na yotoa na mudedicate maisha yake yote apate neema na kibali. Arwaduane wa Jehova na aduane yadu kwa jina la Jehova. Jehova, ninakudhaidha kama vile amepokea mikono yangu, kuna kitu anakipokea sasa hivi katika mikono yangu. Kuna kitu anakipokea. Wakati mwingine maisha yake imekuwa magumu, lakini leo ninaachilia ushindi wako, ushindi wako. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo, pokea kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Yesu akasema wacheni watoto waje kwangu, akawekelea mikono akawabariki. Huyu mtoto Ebeneza pamoja na majina yake, nimetoa mzigo wake kuzimu, nimededicate mtoto huyu na mteganisha na madhabahu ya udongo, madhabahu ya damu, madhabahu ya majina. Kuanzia leo maisha yake yakapata neema, yakapata kibali. Asante Ebeneza, aroko lake ndagwane wa Ngai odo mwenado kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninafunja kila madhabahu yale amekuwa yakimzuilia, madhabahu ya udongo, madhabahu ya majina, madhabahu ya damu, na iteketeza kwa jina la Yesu. Aroko lake ndagwane wa Ngai odo mwenado, apokee neema ya ibada ya wakfu. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu, ninaachilia neema na kibali kwake. Ninafunja kila madhabahu ya kumzuilia na mtakanisha na madhabahu ya ukoo, madhabahu ya udongo, madhabahu ya majina, madhabahu ya giza, na kudedicate maisha yake. Akole yake ndagwaneka yodo mwanado, apokee neema na kibali ya ibada ya wakfu. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru Ebeneza, Baba wa mbinguni, sasa hivi Jehova, pamoja na maisha yake na jina lake, na mtolea ibada ya wakfu. Kila wote Jehova wamewahi simama wakachukua jina lake wakapeleka kuzimu, ninalebo, ninalebo, ninalebo kwa jina la Yesu. Kuanzia leo nampatia kara moto, kara moto, kara moto, kara moto, kara moto kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Ebeneza. Sasa hivi ninaharibu kila madhabahu yote yamewahi simama kinyume na maisha yake. Kila uchawi umewahi simama. Ibada ya wakfu, nampa nyota, nampa nyota, nampa nyota, nampa nyota, nampa nyota, nampa nyota. Natoa jina lako kwenye mizimu, natoa jina lako kwenye uchawi, natoa jina lako Kenyatta na hospitali. Kuanzia leo na kuunganisha na ibada yako ya wakfu. Pate neema na kibali in Jesus mighty name. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu, kama vile nimemwekelea mkono, ninafunja kila madhabahu ya kumzuilia, kila madhabahu ya kuzuilia jina lako, na mdedicate
asifuatwe na uchawi, asifuatwe na uganga. Jina lake, jina lake, jina lake, jina lake liandikwe kwenye madhabahu na mdedicate akuya akipata neema na kibali in Jesus mighty name. Baba, katika jina la Yesu, kama vile nimemwekelea mikono, natoa jina lake hospitalini, natoa jina lake kwenye mizimu, kwenye nyungu, kwenye uchawi. Nimededicate jina lake na maisha yake apate neema na kibali. Asante kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu, kwa jina la Jehova, ninaondoa jina lake kwenye mizingu ya kichawi, kwenye mizingu ya uganga, na dedicate maisha yake kuanzia leo. Kuanzia leo nimemdedicate, nimemdedicate, nimemdedicate kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kushukuru Baba, katika jina la Yesu. My Father Lord, right at you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ulio hai, asante kwa utukufu wa jina lako. Ninaokoa maisha yake, ninaokoa jina lake katika miziki yote ya giza, katika miziki yote ya kuzimu, katika miziki yote ya laana. Nakoboa, nakoboa, nakoboa jina lake. Wale walipeleka majina yake kwa uganga na uchawi, nimeng'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maisha yako pata neema na kibali kwa jina la Jehova. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu, natangaza ushindi mkononi mwako. Jina lake nimeliotoa kwa mikono ya mizimu. Kuanzia leo apate neema na kibali. Nimemdedicate kwa jina la Jehova, akapata kibali mbele ya watu na kibali machoni mwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Jehova, tulio tuire moyo. Amen. Gaine dago daida mudhamaki. Amen. Katika maombi yote yameombwa mahala hapa. Oh yes. Mimi nikiwa kuhani wako nasema amina. Amen. Kila moja ambao wamesimamisha ombi kwa ajili ya wiki ya kuanzia kesho. Amen. Nikiwa nabii wako nasema amen. Amen. Yes. Nimesema amina. Amina. Nasema amina. Amina. Amina, amina. Amina. Kila moja Baba wa mbinguni patana na dua yake. Amen. Patana na hitaji lake. Amen. Wapanguze machozi. Yes. Wapanguze machozi. Amen. Waondolee maisha ya aibu. Yes. Na maisha ya mateso. Amen. Na huyu amefika mwisho. Amen. Baba wa mbinguni mpe mwanzo. Amen. Mwingine kwa sababu wewe ni Mungu. Oh, yes. Fariji kila moja. Amen. Kwa utukufu wa jina lako. Amen. Fariji kila moja. Yes. Kwa utukufu wa jina lako. Amen. Kila moja anapoondoka hapa. Yes. Ninaachilia malaika. Amen. Akakwende mbele yao. Yes. Mwingine akakae nyuma. Amen. Walindwe. Oh, yes. Kwa jina la Yesu. Amina. Baba Mungu akawabariki. Yes. Na akawafanikishe. Amen. Unapoondoka na ukirudi. Yes. Ukuu wa Mungu. Amen. Na ukae pamoja na wewe. Amina. Kila umeomba. Yes. Bwana atatimiza. Amina. Bwana atatimiza. Amen. Na watakia wiki imejaa neema. Yes. Na fanaka. Amen. Na ushindi wa Mungu. Oh, yes. Unaposema amina. Amen. Unapokea
funguo. Amen. Unaposema amen, Amen. unapokea funguo. Amen. Unaposema amina, Amina. unapokea neema yes. na kibali. yes. Hakuna kitu na mtu akukuzuilia. Yes. Bwana akulinde Amen. na ukafike Amina. kwa hatima yako. Amen. Kanisa mzima pamoja na wale wanatutazama wakiwa mbali, Amen. nimewabariki kwa jina la Baba na la Mwana Amen. na Roho Mtakatifu. Tunaomba na tena tunashukuru. Amen.